Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mtazamaji wa Africa TV2, karibu sana katika kipindi cha Hidayah ambacho kinakuja moja kwa moja kupitia channel yako ya matangazo ambayo inakuletea maudhui ya dini ambayo kila siku yanakuwaidhia ukiwa huko nyumbani kwako, yanakukumbusha kuhusu akhira yako, lakini pia kukukumbusha kwamba dunia uliopewa hii au zawadi uliopewa ya maisha hapa duniani ni kwa ajili ya kuiandaa akhira yako. Nipo na Sheikh Shamsi Ilmi katika kipindi hiki tukijaribu kufafanua au kuelezea nyinyi watazamaji wetu, lakini pia na mimi nikifaidika, nikiwa miongoni mwa wafaidika juu ya masala mazima ya hidayah na suluku. Na katika vipindi vilivyotangulia Sheikh ameelezea kwa upana zaidi hidayah aina kwa ujumla, lakini pia tumeingia ndani na tukaangalia ni namna gani ambavyo mwanadamu anaweza kuchukua hatua ya kubadilika kwa kutumia njia ambazo Sheikh amezielezea katika halaka nyingine. Unaweza kuzifuatilia kupitia vipindi ambavyo utavitazama, lakini pia kupitia YouTube yetu ya Africa TV2 utaweza kuviona huko vipindi hivyo. Sheikh, karibu sana. Karibu sana. Na nadhani katika halaka iliyopita tuliishia ukiwa unaelezea namna gani mwanadamu anaweza akatumia hizo njia kuelekea katika kwenda kupata lengo mama, na ukaelezea kwamba njia ya ndani inaweza ikawa ni msaada, na tuliishia katika ulipokuwa unaelezea kwamba njia ya nje. Naam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Tunashukuru, tunaendelea kipindi chetu cha kinazungumzia masuala ya hidayah, na kama ulivyozungumza ndugu yangu Isa kwamba kipindi kilichopita tuliangalia njia za ndani. Na njia ya ndani ni muhimu sana kwa sababu bila njia ya ndani huwezi kupata njia ya nje. Kinyume cha hivyo utakuwa ni mtu ambaye unaita na double standard, unazidiwajia. Na double standard lugha nyepesi nayo tukazungumza ni unafiki. Nyuso mbili. Kwa maana watu wanakuangalia vingine lakini wewe uko vingine. Kwa hiyo ni lazima uongofu uanze ndani ya wewe. Nikisema ndani ya nafsi yako nitakuwa nimezungumzia segment moja tu ya mwanadamu. Tuzungumzia ziko karibu 5 kama tulisema. Kwa hiyo iwepo ndani ya wewe, yani ile yani ianze ndani yako na kiungo muhimu au eneo muhimu ambalo linaweza likakuongoza mwanadamu ili hidayah yako, yani uongofu wako katika upande wa tabia uweze kuwa ni sawasawa, ni irandane kati ya tabia zako za ndani na za nje. Za ndani kwa maana kama utaisikiliza dhamira yako ambayo itakuwa inakuelekeza katika mambo mazuri, inakuonya katika mambo mabaya ambayo unayafanya, ukaisikiliza ukaifuata, ina maana utakuwa unatengeneza tabia zako za nje. Kwa sababu utakuwa yani kuna kitu kinakuguide, kinakuongoza. Kinyume cha hivyo, kama utaiua hii dhamiri ya ndani ya wewe, ukaikandamiza, ikawa inakwambia usifanye hivyo, jambo hilo baya, jambo hilo sio zuri, unaonaje, unaona una raha, unasikaa unakandamiza, hapana, lazima nifanye, lazima hivi, ile inakufa. Ikishakufa ina maana pale kibaya zaidi kitachokuja sasa hivi ni kwamba tabia zako za ndani zitafanana na za nje na hakuna kitakachokuwa kinakuumiza. Hapo urudie kidogo, mimi sijaelewa. Nadhani hata watazamaji wataangalia kidogo utakuwa umepata ukakasi. Yaani hivi, mwanadamu aliyokuwa sawa sawa. Kwanza tuseme kwa mwanadamu sio malaika. Kweli Kwa maana nyingine kama wanadamu wote tunafanya madhambi. Hakuna mtu ambaye amesalimika na madhambi. Usalama wako katika ufanyaji wa madhambi ni ule ambao ndani ya nafsi yako unajua kwamba lile ni kosa. Ndani ya nafsi yako unajilaumu kwamba lile kosa nimelifanya. Ndani ya nafsi yako unakuwa na mikakati ya kwamba sitarudia tena kufanya kile kitu. Sawa? Hili tunaizungumzia sisi. Ikifikia sehemu wewe ukawa kila siku inapokuambia na unaikanyaga, unaisugua ile dhamiri yako, itafika sehemu itakuwa haikushtui. Utakuwa unaona kawaida. Unaona kama kawaida. Unaelewa? Sasa inakuaje mtu anaua alafu anakwenda kulala? Inakuaje mtu anafanya hivi alafu anapata usingizi? Ni kwa sababu ile ameiua. Sasa pale ndio zinaandana dhamira yako ya ndani ya mabaya, ya maovu. Ndio hiyo ambayo unaifanya nje. Kibaya zaidi ni kwamba kile unachokifanya nje hakikusuti. Inawezekana ukawa unaenjoy. Na hiyo ni mbaya sana.
Yani nafikia hatua unapata amani katika sehemu ambayo hutakiwi kuwa na amani. Naam, na amani. Subhanallah. Tena umetaja jina zuri sana. Na hiyo ndo alizungumzia Iblis katika Qur'an. Iblis alimwahidi Mwenyezi Mungu karibu mambo kama 3 4 hivi. Ya kwanza, la adhillannahum, nitawapotosha. Kwa upotosha ni against yake ni nini? Uongofu, hidayah. Kwa hiyo against ya uongofu tunaozungumzia sisi ambao ni hidayah ni upotoshaji, na huu Iblis aliapa kwa Mwenyezi Mungu, kwa kuwa umenitoa mimi katika pepo yako, ya kwanza la adhillannahum, nitawapotosha. Sawa wala umanniyannahum, nitawapa amani. Ndio ulizungumza wewe. Amani ambayo sio amani. Sio amani. Amani kwa maana yake anapewa msamiati utakaomridhisha. Sawa. Mtu anafanya madhambi, anafanya makosa, kia anasema uhuru wa kujieleza. Kwamba huo ndo usasa. Ndio usasa. Anafanya madhambi, anasema tuko katika karne ya 21 sasa hivi, Sheikh, usiniambie mimi mambo ya ajabu ajabu. Sawa Sheikh, lakini zina nani sana, usiniambie hicho kitu bwana. Mimi nitazikwa na wewe kwenye kaburi moja. Watu kuwa masingo madha imekuwa kawaida. Kawaida, mimi ni mwanandani wangu Sheikh. Sawa, fanya ya kwako, niachie ya kwangu bwana. Amani, anahisi peaceful. Yani wewe unamwambia kitu ambacho kitaamsha hisia zake, lakini anahisi peaceful kwamba ana amani, anatumia uhuru wake kuelezea. Ndio hilo ulizungumza wewe. Kwa hiyo ina maana kwamba kukosa dhamir inakushtua, inakupa amani. Ndio maana Mwenyezi Mungu alipozungumzia ile aya kwamba balil insana ala nafsihi basira, mwanadamu anajua nafsi yake inafanya nini, walau alqa ma'adhira, hata kama atatafuta amani ya kutoa nyudhuru kwamba mimi nimeiba kwa sababu tajiri yangu ananilipa mshahara nusu kiduchu. Sasa mimi nalipwa 200,000 Sheikh. Nitaishije na watoto? Sasa ndio umeiba Sheikh. Lazima niibe bwana. Lazima nichukue na mimi. Takaa vipi? Unaona? Sasa pale ndani ya nafsi yake anajua lile ni kosa, lakini anatafuta excuses. Shetani anampa excuses za kuonyesha kwamba ulichokifanya ni sahihi. Akiendekeza, mwisho atakuwa hisi kabisa kwamba amefanya dhambi. Kwa hiyo hiyo ni hatua mbaya sana ambaye nafikia hivyo. Sasa tunazungumzia hatua ya nje. Mwanadamu huyu kitu gani ambacho kitamsaidia nje ya nafsi yake kuweza kupata uongofu? Sawa. Sisi tunaamini kwamba kama wanadamu tumeumbwa kwa lengo maalum. Kama Waislamu tunajua tumekuja kwa ujumbe maalum, tuna message katika mgongo wa ardhi. Tunaye kiongozi wetu ambaye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amemsifia. Mwenyezi Mungu asema katika Qur'an, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Hakika nyinyi Waislamu, wanadamu wote kwa ujumla, mnacho kupitia mtume wa Mwenyezi Mungu kiigizo kilichokuwa chema. Wanachuoni walipotafsiri hii uswa au kiigizo, wengi walizungumzia katika akhlaq zake, suluk. Anataamiliana vipi na watu wengine. Ibadat katika Uislamu, tunapozungumzia maana zile za ibadat kwa mtazamo wetu sisi kama Waislamu, ni sehemu ndogo sana katika maisha yetu. Swala 5 kwa siku msikitini, chukulia kwamba kila swala kwa urefu imechukua dakika 10 ndefu, na kutawadha na nini dakika 10. Kwa siku tuna dakika ngapi za ibada? 50. Haijafika hata saa moja ya ibada. Mwezi wa Ramadhani, miezi 12, unafunga siku 29 30 katika miezi 12. Ni percentage ngapi ya mwaka mzima ya siku za mwaka? Ndogo sana. Sawa. Haji unatakiwa kwa umri mara moja. Kwa umri wako wote miaka 60 63 wewe umeenda mara moja, umemaliza swala la haji, tena mwenye uwezo. Umeona? Kutoa zaka inazunguka mpaka mwaka mmalizike, umezungukwa rasilimali iliyobakia ndio utoe. Sasa ukihesabu hizi ibadati kama nguzo za Uislamu ambazo tunazifanya, ukilinganisha na percentage ya maisha yetu tunaishi katika kuamiliana, hii ni asilimia ndogo sana. Haifiki hata 5% inawezekana ya maisha. Ibada kubwa ya mwanadamu ipo kazini kwake, ipo kwenye biashara yake, ipo nyumbani kwake baina yake yeye na mke wake na watoto wake, ipo sokoni, ipo ibada kubwa mwanadamu ipo katika suluku, katika muamala ya wale ambao wanamzunguka. Kwa hiyo tunapozungumzia ibada kwa maana hiyo, tunazungumzia hiyo aya Mwenyezi Mungu iliposema nyinyi mna kiigizo kizuri kutoka kwa nani? Kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Si tu katika alivyokuwa na swali na kufunga ni sawa sawa, lakini katika alivyokuwa kiishi na watu. Na ndio maana Sheikh Isa utakuta hadithi muhimu sana ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Anasema khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Mbora wenu nyinyi Waislamu. Hajasema anaswali sana,
amefunga sana, ameenda kuhiji sana na hivi sana. Mbora wenu nyinyi Waislamu ni alikuwa mbora kwa familia yake, na mimi ni mbora kwa familia yangu. Katika nini? Katika muamala. Unaishi vipi na familia yako? Unaishi vipi na mke wako? Unaishi vipi na watoto wako? Familia yako kwa ujumla unaishi nao vipi? Hii ndio criteria ambazo Mtume sallallahu alaihi wasallam ameziweka za kujua ubora wa mtu. Tunarudi katika ile ya mwanzo sasa. Tulizungumzia ya ndani na ya nje. Tuje katika suluku hii tunaizungumzia nje, lakini ya nje nayo ina ndani na nje. Sawa? Ya nje nayo ina ndani na nje. Ya nje ya ndani ni ipi? Ni wewe na familia yako. Kivipi inakuwa yani ya nje? Okay. Hebu tuelezee hapo. Ya nje hii ni ya nje. Lakini ina ya ndani sasa. Ya ndani manake wanaokujua vizuri ni nani? Si familia yako. Kabisa, baba yuko hivi. Tukasema sisi tunachukua sasa, tunakwenda kuchukua kura za maoni nyumbani. Sitaki kusema wewe, manake sitaki ugomvi. Kwa shekhe fulani au mtu fulani. Tunamtoa nje, tunasema mama njoo, mke wake. Tueleze kwa ukweli kabisa mume wako yuko. Usiogope, useme ukweli kabisa. Anasema jamani, huyu sio binadamu. Pale mnavyomuona tofauti, hakuna jitu la hovyo kama hilo. Watoto njooni, muelezeni baba yenu alivyo. Wakapata uhuru wa kuelezea ule. Pale ndio tunakujua wewe nani. Hiyo sasa ni ya ndani. Wewe ambaye unazungumzwa hivyo vibaya nyumbani, kwamba ukiingia watoto wanatafuta njia za kutokea. Mama anakosa raha nyumbani kwa sababu umeingia wewe, bwana mkubwa, mtemi, simba ameingia pale. Wewe pale ni mkelele, matusi, amri, maelekezo, nini kama jeshini. Lakini wewe mwenye tabia hizo kwa ndani, nje kwenye alkasus, sawa, unacheka mpaka jino la mwisho linaonekana kwa marafiki zako. Mnagonga, mnapenda na mkono, sawa, mwekeka sio jamaa. Unatoa mastori, unatoa nini hasa, bwana amekosekana fulani bwana, hapa kikao kina raha shekhi. Bwana mcheshi sana yule. Kama mke wako angepita hiyo sehemu angeshangaa. Kwa yule sio mume wake. Shekhi, hapo kwenye hiyo ya nje ambayo umesema inahusiana na familia. Tumchukue Amirul Mu'minin Umar bin Khattab tumweke. Alikuwa anapata sifa kwamba wanasema alikuwa ni mkali sana. Tunamzungumziaje kwenye hii ulosema? Kwamba yani tabia yake jinsi ilivyokuwa, na kwa sababu wewe ni mwanazuoni unaweza pia ukatuelezea vizuri, kwa sababu kumekuwa kuna baadhi ya watu wanaodai ni Waislamu wakiwa wanamsema vibaya, wakihusisha pia karakta yake ya ukali. Na Umar bin Khattab alikuwa, hiyo ni fitra alioumbwa nayo. Unajua binadamu wanatofautiana. Na wanadamu wanatofautiana kwa sababu nyingi. Lakini sababu kubwa, kama utakumbuka kipindi cha mwanzo tulizungumza, tulisema kwamba mwanadamu anaathirika na bali kuna vitu vinavyomwathiri, vikiwemo katika ile hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Vya mwanzo kabisa ni vile vinasaba anavyozaliwa navyo. Vile havina uhusiano na tabia, vina uhusiano na urefu wa mtu, rangi ya mtu, sura ya mtu jinsi ilivyo, ukakamavu wake wa mwili, anavyotembea, saa nyingine anavyocheka, anacheka babake, vile vinasaba. Umeelewa? Hichi ni kitu cha mwanzo. Lakini cha pili tulisema mazingira, wazazi wake wanamgeuza kwa katika hali kama ile. Karakta ya mtu ya upole, ya ukali inategemeana sana na malezi ambayo ameyapata. Siku zote watu waliolelewa katika maeneo labda jangwani, sawa, kwenye majabali, mwingine akalelewa kwenye sehemu yani green, tambarare. Ukiangalia katika nature ya malezi yale yanatengeneza karakta ya mtu tofauti, tabia zinakuwa tofauti. Kwa watu wanajua masuala ya anthropology, elimu za binadamu, wanaelewa hichi kitu. Umar ibn al-Khattab alilelewa katika mazingira ya aina hiyo. Ni mazingira ya ukali, sawa, yani ule ukakamavu na nini na ushujaa na udari na vitu kama hivyo. Na ni mazingira yalikuwa kelelewa watu wengi katika zama zile. Ndio maana utakumbuka kuna hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ya mmoja katika maswahaba, sio sahaba, mtu kutoka majangwani huko, kwa Muislamu na ni sahaba ndio. Alimuona Mtume anambusu mjukuu wake. Akashtuka sana. Nyinyi mnabusu watoto wenu? Yani aibu, unaona? Aibu, nabusu watoto wenu. Mtume akashangaa akasema, kuna nini sasa? Sisi mimi sijawahi kubusu mtoto wangu mimi. Kaambia, sasa nikufanye nini Sheikh, kama Mwenyezi Mungu ameondoa rehema katika moyo wako, nikufanye nini mimi? Sasa mtu aina hii ni malezi aliyopata, sawa? Umar alipata malezi ya aina hii ya ukakamavu. Na alikuwa mkakamavu sana katika zama za ujahilia. Alipoingia katika Uislamu aliendelea na ukakamavu wake, lakini ukakamavu wake ulikuwa na mipaka sasa.
alikuwa hapendi kuona sheria za Mwenyezi Mungu zinavunjwa, alikuwa hapendi kuona mtu maasi anafanyika, alikuwa hapendi kuona vitu vya Mwenyezi Mungu, alikuwa hapendi kuviona. Hii ni nature yake, tofauti na Abubakar kwa mtaratibu, mpole, mtulivu. Ni nature alikuwa amezaliwa nayo, tofauti na Uthman ambaye hata Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa anamuonea aibu Uthman kwa jinsi alivyokuwa mtaratibu, mpole, anavyojiweka. Hizi ni characters tofauti na zote ni za Kiislamu. Kwa hiyo Umar ibn Khattab huyu ambaye umemsifia yeye kwamba alikuwa kweli alikuwa anatisha. Yaani kwa kukutana labda na mlevi njiani mpaka pombe inatoka yote. Na kuna mafundisho hadithi yanasema kwamba Umar akipita sehemu, Iblisi anapita njia nyingine. Umeelewa? Alikuwa akipanda kwenye farasi, miguu yake inashika chini kama vile mtu anaendesha baskeli. Yaani miguu inafika chini, yani choka inaning'inia. Kumuona kwamba alikuwa ni giant. Sasa fikiria ule giant walivyokuwa. Halafu na ukali aliokuwa nao, lazima hofu itakuwa imeingia. Lakini Umar leo tunamzungumzia, sahaba mmoja anasema, siku moja mimi nimetukanwa na mke wangu nyumbani. Nimeshambuliwa, nimepewa maneno makali sana na mke wangu. Nikasema la, haiwezekani mwanamke akaniambia maneno kama haya. Akatoka na kwenda kumshtakia Amirul Mu'minin, wakati wale kwa Umar ibn Khattab, kiongozi wa umma. Asa nafika, kabla sijaingia nyumbani kwake, kelele ninayosikia kutoka ndani ya nyumba ya Umar, mke wa Umar akimpa maneno makali Umar mwenyewe kuliko mke wangu alivyoniambia mimi. Sasa ndio huyu anakwenda kushtaki kwake, mtu mwenyewe kakalishwa chini na mke wake, anapewa maneno, kakaa kimya, hata nisaidia nini? Akaamua kurudi. Sasa nyumba za zamani sio kama sasa hivi, nyumba za miti na nini. Akamuona, akamwambia akhi hadha, vipi bwana? Nini, mbona unaondoka? Akamwambia shekhe, nilikuwa nakuja kwako kukushtakia, lakini nimekuta mwenzangu na hali mbaya kuliko mimi, yani maneno unayopewa ni makubwa zaidi. Ndio akamuita akamwambia, sikiliza ndugu yangu, hawa ni wake zetu, mama za watoto wetu, wanatutayarishia nguo zetu, wanatufulia nguo zetu, wanatufanyia hivyo, wanatutunzia nyumba zetu, sawa? Acha aseme, kusema wewe kaa kimya, nyamaza. Sasa huyu na ushujaa wake wote, lakini alikuwa khairi li ahlihi, alikuwa ni mbora kwa familia yake. Pamoja na utemi wake na nini, angeweza kumshika mwanamke akamnyanyua juu akamtupa chini, piga vibao, umeona? Anafahamika kwa ukali, lakini akajua haki ya Mwenyezi Mungu iko wapi. Sasa tunapozungumzia hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, mbora wenu ni mbora nyumbani, kila mtazamaji wetu katika suluk, mambo ya khariji, kwanza ajitathmini yeye kwake yuko vipi. Kama itapigwa kura nyumbani ya kumchagua ni baba bora au baba muovu, ikapigwa kwamba ni baba muovu, kura za siri, akajikuta kwamba yuko katika hali kama hiyo, ajielewe kwamba kule nje hakutamsaidia. Watu wampende, wacheke juu yake, haitamsaidia kwa sababu ameanzia ndani kupaharibu. Kama ilivyokuwa mwanadamu hatusaidiwa na suluku khariji, hajaitengeneza ya ndani, hali kadhalika wewe katika suluku khariji hutasaidiwa na watu wanavyokupenda nje na suluku zako za nje kama ndani ya familia yako hujapatengeneza. Kwa hiyo hiyo ni ya nje na ya nje ndani. Binafsi mimi nimefaidika sana na nimejifunza mambo mengi sana. Mtazamaji wa Africa TV2, kipindi ni Hidayah na tupo dakika za majeruhi tukiwa na Sheikh Shamsi Ilmi. Elimu ya Kiislamu ni maarifa ambayo kama ulivyotangulia kusema awali kwamba yanatuleta au yanatupelekea tuwe katika tabia njema. Lakini katika zama za leo au katika kipindi hiki ambacho tunachoishi, inaonekana kwamba vijana wa Kiislamu ambao huenda wakawa wamesoma au wanaonekana wamesoma, namna yao ya kuweza kuamiliana na watu katika kuwalingania waje katika tabia njema imekuwa si nzuri. Hasa hapa shekhe, shida inakuwa ni nini? Yani ni kwamba ufundishaji wao umekuwa sio sahihi, kwa sababu vijana hao wanakuwa ni wasomi wa dini, lakini namna ya ufikishaji wao inakuwa ni tofauti, inapelekea hata wale ambao wasiokuwa Waislamu kama vile wanakuwa wanaisema vibaya dini. Shida hasa inakuwa ni nini? Swali zuri sana Sheikh, si kama utaruhusu kulizungumzia kwa upana, lakini niseme tu kwamba kuna mmoja katika wanachuoni wa Kiislamu wa sasa hivi, ni mwanachuoni wa Kimasri, ambaye alisema kwamba dini yetu tukufu ya Kiislamu ni bidhaa bora kabisa, yani kwa maana ile quality ya bidhaa yenyewe, kama itajuzu kuita ni bidhaa au ni kitu chenye thamani na kina quality hali ya juu. Lakini kwa bahati mbaya anayekiuza kitu hichi, sawa, yeye mwenyewe hajui kabisa kwamba ni thamani ya kile kitu. Ni mtu wa hovyo kabisa anayeuza hichi kitu. Au kwa maana nyingine, hii bidhaa nzuri kabisa yenye quality nzuri
imefungwa katika kasha la hovyo. Lakini bidhaa nyingine ya falsafa nyingine za dini nyingine, yani kama kuna uozo ndani yake, mambo mengi ya hovyo, lakini zimepata wataalamu wa jinsi gani ya kuziuza na kuzifikisha kwa watu. Ndio maana zinaonekana labda zina uzuri kiasi fulani. Yaani maneno ambayo mtu kayazungumza kwa fikra zake, lakini yanaakisi hali halisi ya jinsi sisi tulivyo. Ukweli ni kwamba Uislamu, huwezi ukauhubiri Uislamu na kuuza Uislamu kwa maneno tu. Wanasema action speaks louder than words. Matendo ya mtu yanazungumza kwa sauti kubwa zaidi kuliko maneno yake yeye mwenyewe. Sisi Waislamu, kitu ambacho tungeweza kuwakinaisha watu wengine katika kubadilisha suluku zao ni sisi wenyewe kuangalia suluku zetu zikoje, ili watu watuigize sisi katika tabia tulizonazo sisi. Sasa ukichukulia watu ambao ndio tuko mstari wa mbele kama sisi maduati, walinganiaji, mashehe, makhatibu, maimamu, ambao ndio tumerithi kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sisi ni warithi wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Je, tumechukua zile suluku za Mtume sallallahu alaihi wasallam wakati akiwahubiria watu? Je, tumechukua ile rahma, huruma ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa watu wote ambao walikuwa wakiwahubiria na kupenda kuwavutia katika dini ya Kiislamu, kuwa nao na huruma? Je, tumechukua ule upole aliokuwa nao Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa masahaba zake na hata wasiokuwa Waislamu, na jinsi alivyokuwa akitaamiliana nao, tumechukua kutoka kwao? Sawa. Haya ni mambo ya kujipima. Ukiangalia sasa hivi, ndugu yangu Isa, hali sio nzuri ya sisi maduati jinsi tulivyo. Yani ni tofauti kabisa 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 na zile na ule mwenendo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam aliokuwa nao. Sisi tunajua watu wengi walisilimu kwa sababu ya tabia za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Nitoa mifano michache ambayo sengine ukitoa tunasema mfano huo tu kila, lakini mfano huo ndo maana yake unaakisi halisia wenyewe. Halisia. Bedui alikwenda kukojoa msikitini. Umeelewa? Ni kisa maarufu kinazungumzwa. Imeandikwa katika vitabu vya sira, katika vitabu vya hadithi imeelezewa. Kaja bedui kaenda kwenye kona ya msikiti, kapandisha kikoi chake, kaanza kujisaidia. Wataka kumfanya nini kina Omar? Wataka kumchapa. Wataka kumpiga. Lakini Mtume akasema mwacheni. Mwacheni afanye nini? Mwacheni amalizie haja yake yani. Sawa. Maana alikuwa hajamaliza haja ndogo, angejimwagia ingekuwa shida. Mwacheni aendelee kukojoa msikitini yani mpaka kamaliza haja yake. Alipomaliza akamwita, akamwambia hadha, hii ni msikiti, nyumba ya Mwenyezi Mungu. Hii kazi yake ni watu wanamwabudu Mwenyezi Mungu. Haijajaliwa msikiti kufanya ulichokuwa unakifanya, umekosea. Sawa. Baada akawageukia masahaba zake akasema, haya kachoteni maji, kasafisheni pale. Kojoa bado tukamsafishia na choo chake. Shekhe ilikuwa ngumu, sawa. Lakini wakaenda shekhe. Na bedui alivyoona hali kama ile akanyanyua mikono akasema, Mwenyezi Mungu ni rehemu mimi na Muhammad, usiwarehemu hao watu wengine wataka kunipiga. Hata dua yenyewe alifanya kibaguzi. Lakini akatoka zake nje, akarudi akasilimu. Just imagine, sawa, jengsha ile, yani nia nzuri. Yani jinsi gani alivyokuwa dai ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Leo shekhe, yani sisi tuna ushahidi kabisa. Sio wa kuhadithiwa yani. Bwana mmoja ameswali msikitini, msikiti wa Sunna, upo karibu na soko. Wanaingia watu wote, lakini msikiti wenyewe ni wa vijana wa Kisunna. Unaona? Kavaa jinsi yake, kaeka simu yake ndani, simu ya kitochi ile ndani kwenye jinsi huko. Sasa wakati unaswali kapiga mziki. Sasa anashindwa kuitoa, na yeye mwenyewe hakuwa anaelewa kwamba unatakiwa uzime simu. Akaona kwamba akisema atoe mfukoni ataharibu swala yake. Kwa hiyo akaendelea kupiga rakaa zake tu shekhe. Mziki unapigwa tu, mziki unapigwa. Shekhe swala imemalizika ile, salamu alaykum, wa alaykum. Kuja vijana wawili shika huku na huku. Akamtoa nje. Sasa kumtoa toka buruza, mwingine akaingiza simu yake mfukoni. Sisi kila siku mnatuharibia swala. Tumeandika nje, tumeandika kule, zimeni simu zenu. Imamu kabla ya swalisha zima simu. Wewe shekhe unatuharibia swala yako, mshika pap. Kaibamiza ile simu chini shekhe. Ikatoka betri kule, nani kule. Jamaa samahani kidogo, bwana akachukua akakusanya betri zake akafunga, kaondoka. Sasa huyo atarudi kuswali pale? Je, kama kuna darasa pale msikitini atakuja kusikiliza? Hawezi. Lakini mathalan angechukuliwa vizuri, amemaliza akaitwa pembeni, shekhe njoo kidogo. Samahani sana. Unajua bwana, swala kitu muhimu, una khushu, unyenyekevu shekhe. Unaharibia watu swala zako, umeweka mziki hapa, kitu kibaya sana msikitini shekhe. Mbona tafadhali bwana usirudie sana kufanya hichi kitu. Lakini shekhe kuna darasa hapa magharibi shekhe. Njoo jifunze dini shekhe. Umeona? Njoo bwana tunakukaribisha sana. Angerudi shekhe. Lakini wewe ushambamiza simu yake, umeshamkwida kama mwizi. Umeona? Sasa chukulia aliokojoa msikitini na alopiga mziki msikitini. Sisemi kwamba ni jambo jepesi. Lakini ile najis, sawa?
Hii huku hatuwezi kusema kuwa ni najis kweli, inaweza kuingia katika masuala ya haramu hizo ngoma za sasa hivi, lakini haijafikia katika daraja hiyo. Kwa hiyo ilikuwa hasa hawa wanaofanya hivyo unasema sisi tunafuata sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Katika dawa haikuwa hivyo. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa ana ule uvumilivu, yani anajua haki ya mtu, anajua vitu vingi amefanyiwa na hata wasiokuwa Waislamu, lakini alikuwa akikataza Waislamu wasiwabughudhi. Myahudi mmoja alikuwa anamdai, kaja mbele ya Mtume ya maswahaba zake, amshika shekhe ile kanzu yake mpaka kanzu imekunjika, yani wafikiria Mtume anashikwa na nyanyuliwa hivi, nini nadai. Omar anataka kumpiga, akamwambia mpeni haki yake, akamwambia mtoto wa ammi yake alipeni, kalipwa na nini, naona akamwambia Omar, ilikuwa inafaa kwako wewe kutupa nasaha tu, umwambie huyu ndugu yetu adai vizuri deni lake, na uniambie mimi niwe mlipaji mzuri, umeona, na mimi nikikopa niwe nalipa vizuri. Tupe nasaha, tunahitaji sisi utupe nasaha, sio ulete ugomvi katika hili. Kweli yule Myahudi akaondoka zake, lakini akatoka nje, akarudi, akamwambia, akarudi katoa shahada. Nini hasa nilikuwa nataka nimpime Mtume sallallahu alaihi wasallam. Nimesikia kwamba mitume wa Mwenyezi Mungu ana uwezo mkubwa wa kuvumilia. Naona nimeona uvumilivu wa Muhammad, huyu ni mtume wa Mwenyezi Mungu, lakini angeamua ni kushikana, mpigeni, mshikeni, amenidhalilisha, mpigeni. Ingetokea ingeona kwamba kumbe sio mtume wa Mwenyezi Mungu, hana sifa zile. Sasa unachozungumza hicho, unachokisema wewe ni kwamba sisi ambao tunajinasibisha na dawa kwa kiwango kikubwa sana tuko mbali sana na tabia zile za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na watu, ndugu yangu Isa, wallahi wanaathirika zaidi na tabia za wewe daia, wewe imamu, wewe kiongozi wa dini, kuliko aya na hadithi unazozitoa. Wanakuangalia kwanza wewe unafanya nini, tabia zako zikoje, huruma zako zikoje, unawajali watu kiasi gani, hata uzungumze vipi katika mimbar, lakini kama tabia zako ziko tofauti, hata yale maneno yanakuwa hayana athari. Sasa hili ni jambo ambalo tunatakiwa turudi katika mstari, katika swala la hidayah, tuangalie sisi tunazifanyia vipi hidayah za nafsi. Kabisa, shekhe mmoja alikuwa analalamika sana akitoa hotuba watu wanasinzia msikitini. Lakini ikaja ikaonekana kwamba jinsi anavyoamiliana na watu ni tofauti. Kwa hiyo watu wakiwa wanaingia msikitini wanatamani muda uishe waende zao kufanya shughuli zao zingine. Shukrani sana Sheikh Shams Ilmi, nilikuwa na wakati mzuri sana na wewe. Nashukuru kwa kuitikia pia mwito wetu. Mtazamaji wa Africa TV2, tulikuwa na Sheikh Shams Ilmi, mwanachuoni lakini pia muhadhiri, mimi naweza kusema wa kimataifa, kwa sababu tumekuwa tukiona mawaidha yake kutoka sehemu mbalimbali, kutoka engo mbalimbali. Hapa Tanzania ndo usiseme hakuna mtu ambaye amfahamu, lakini pia unaweza ukamfuatilia katika mitandao ya kijamii kule Instagram kwa jina la Sheikh Shams Ilmi. Sheikh Shams Ilmi. Kule ukienda utamkuta na kuna mawaidha mengi sana, na watu wengi ambao wamemfuatilia wanafaidika sana sana sana. Mpaka siku nyingine, mtazamaji wa Africa TV2, tukutane katika halaka zingine za hidayah, ambapo nitakuwa na mashekhe wengine ambao nitakuletea hapa tuweze kunufaika. Lengo kubwa ni wewe uweze kunufaika na hii elimu ambayo umeipata hapa, uweze kuifikisha katika jamii nyingine ambayo inakuzunguka. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Jazakumullahu khairan. Ya dunia huwa mazito kweli, shikilia kamba yake jalali. Ya dunia huwa mazito kweli, shikilia kamba yake